Ujambo na karibu. Langu jina ni Maskini Msomi na hii ni Maskini Msomi TV, na lengo langu kuu ni kuhakikisha kwamba unapata uondo wote ambao unatokea ndani na nje ya nchi. Taarifa inayonifikia kwa sasa ni kwamba kumetokea mwalimu mmoja ambaye alikuwa akivalia mavazi ambayo hayapendezi kwa wanafunzi. Semekana ya kwamba mavazi yenyewe yalikuwa yanampana sana. Kwa hivyo kipindi ambacho anafundisha, watoto walikuwa wanacheka kwa sababu inasemekana ya kwamba ile nguo ya chini ambayo alikuwa amevalia trouser ilikuwa inaonyesha nguo za ndani, kitu ambacho kilifanya watoto kugusana darasani na kucheka, jambo ambalo lilimfanya mwalimu huyo wa kike kuadhibu hao wanafunzi. Kisha baadaye wanafunzi walimshtaki kwa kila kitu ambacho alifanya. Inasemekana ya kwamba mwanamke huyu ambaye ni mwalimu alikuwa anavalia nguo ambazo zinamshika sana, hasa nguo za trouser ambazo alikuwa anavalia. Kwa hivyo kipindi ambacho anafundisha, watoto tu wanamwangalia muonekano wake, wala si kila ambacho alikuwa anafundisha. Kisha baadaye mwalimu alichukuliwa hatua, wanafunzi wakamtoa nje, wakamwambia kwamba kama anataka awafunze, kwa hivyo lazima avalie vizuri namna ambavyo walimu wengine hufanya. Kwa hivyo mara nyingi huwa tunaamini ya kwamba mwalimu ni kioo cha jamii, mwalimu ni mtu ambaye anafaa kuvalia vizuri, awe kama mtu wa kuigwa. Kwa hivyo huyu mwalimu ambaye ni wa kike amepatiwa adabu ambayo itakuwa kama ni funzo kwa wengine ambao watakuwa na tabia kama hizo. Kwa hivyo ni muhimu sana kuvalia namna ambavyo inastahili kuliko kujipodoza na kujionyesha ya kwamba uko na mavazi ambayo si mazuri. Kwa hivyo hayo ni mambo ambayo yanajitokeza. Naitwa Maskini Msomi na hii ni Maskini Msomi TV.